Kwa majina naitwa Dante, mimi ni mfanyabiashara hapa Shush Center Kakamega. Na kwa hakika nilipoamka asubuhi nilifikiria kuja kuandaa kazi mapema kama kawaida, angalau hata niuze viatu 2-3, lakini mambo imekuwa ni tofauti. Mambo yamekuwa tofauti kivipi? Mafuta imepanda, migomo ndio hiyo. Hata wengine wetu tulikuwa faa tuende wapi? Tuende soko za nje. Sababu wengi tumezoea kwenda soko za nje, lakini hakuna magari. Na ukiuliza matatu wapata wanasema mafuta imepandishwa, diesel iko juu, petrol iko juu. Sasa pia tunalemewa kufanya nini? Kwenda soko za nje. So mpaka asubuhi sasa sisi ndio hawajaweza kitu hata moja. So sababu ya hali ya maandamano ama strike, tumeamua kufunga viatu rudi nyumbani. So tujue tutakula nini leo jioni. Unaona, tutalipa nyumba rent aje? Niko ni kitendawili. Ujumbe wako kwa serikali kuu ama kwa asasi za mafuta huko tunawaambia na mimi ujumbe wangu kwa serikali kuu, ningeomba tu serikali sikiza maoni ya wananchi, hasa wafanya biashara. Tuna shughuli mingi sana za nafaa tufanye kwa kupitia magari, kwa kusafiri na kulipa rent, kulipia wanafunzi karo nini. Tunaomba tu tafadhali serikali sikiza wananchi na usikize matatu waanze kutubeba wakitupeleka sehemu mbalimbali. Naomba tu usikize, upunguze bei ya mafuta. Kwa majina ni Emily Auma, ni mfanyabiashara ya kuuza samaki. Leo imekuwa ni siku mbaya sana. Samaki hata ijafika ya kwenye tunachukua, tunapata kidogo ya kung'ang'ania. Hiyo yenye tumeleta hakuna customer hata moja. Nimekuja mapema lakini sijauza hata samaki. Hata nikufunga ninafunga nirudi nyumbani. Sababu kazi hakuna, mahangaiko tu. Siku ya leo hata tutakula. Kama serikali inatusikia, naomba ya kwamba atengeneze chenye raia wanateta ili maisha irudi sawa. Juu sisi tunategemea tutoke asubuhi ndio turudi nyumbani na kitu. Sasa kama hatujafanya kazi leo, watoto hawatakula, maisha inakuwa ngumu sana. Naomba serikali itusikie, tulichagua lakini tunaumia sana.